wilaya ya Magharibi B. Wananchi visiwani Zanzibar na Tanzania kwa ujumla wametakiwa kuhakikisha wanatunza amani iliyopo nchini kabla na baada ya uchaguzi ili kuwapa nafasi kuwaletea maendeleo viongozi watakaowachagua na kuliongoza taifa katika miaka 5 ijayo. Lila Hamisi anatuletea taarifa hiyo. Wito huo umetolewa na naibu katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma Zanzibar Mohamed Masudi Rashid wakati akizungumza na wananchi wa jimbo la Dimani akiwa katika mkutano wa kampeni wa chama hicho jimboni humo. Amesema endapo wananchi wakichagua chama cha ukombozi wa umma na kuingia madarakani kitahakikisha kinaimarisha upatikanaji wa umiliki wa hati za ardhi kwa wananchi wa Tanzania pamoja na kuimarisha huduma mbalimbali za kijamii ikiwemo afya na elimu. Kuanzia Kigoma hadi kaskazini Pemba, ardhi itakuwa ni mali ya mwananchi mwenyewe, itakumsaidia katika maisha yake. Kauma inasema kwamba utakwenda hospitali na mumeo ulikuwa mmeshikana mkono. Kifungua mtoto huyo anaitwa Mohamed Juma, anabaki kuwa na jina la Mohamed Juma, lakini mtoto huyo atakuwa ni wa serikali. Naye mgombea wa ubunge jimbo la Dimani ambaye pia ni mwenyekiti wa vijana taifa chama cha ukombozi wa umma Fatma Omar Salum amesema endapo wananchi wa jimbo hilo watamchagua na kuwa mbunge wao atahakikisha anaondoa changamoto ya ajira kwa vijana kwa kuanzisha vituo vya ujasiriamali katika kila shehia ya jimbo hilo. Vijana wanaondokana na hali ngumu ya maisha. Kwanza watakaponichagua na kunipa kura za ndio ifikapo tarehe 29 mwaka huu, nitahakikisha kwamba kila shehia ambayo ya jimbo hili la Dimani itajenga vituo vya ujasiriamali, vituo ambavyo vitawasaidia vijana katika kujikwamua na hali ngumu za kimaisha. Tunafahamu kwamba katika jimbo letu la Dimani kuna vile vituo ambavyo vinatoa mikopo yenye riba kubwa. Kwa maana hiyo, kama mimi endapo nitaingia madarakani watakaponichagua kuwa mbunge wao wa jimbo hili, basi vituo vile kwa jimbo la Dimani itabaki kuwa ni historia. Akizungumzia kipaumbele chake kwa watu wenye mahitaji maalum jimboni humo, amefahamisha kuwa atajenga miundombinu rafiki kwa watu wenye mahitaji maalum ili waweze kutekeleza majukumu yao ya ujenzi wa taifa bila ya usumbufu wowote. Mahitaji maalum ama wale wenzetu ambao wanahitaji usaidizi mkubwa, nitahakikisha kwamba kujenga mazingira rafiki ya wenzetu. Tunatambua changamoto zao ambao watu wenye mahitaji maalum wana changamoto nyingi. Mimi mwenyewe binafsi nimeenda kujiunga na chuo cha ukalimani wa lugha za alama. Kwa maana hiyo nazifahamu zile changamoto mbalimbali za wenzetu ambao wanakabiliwa na mahitaji maalum. Kwa maana hiyo yapo mazingira rafiki tumewajengea watu wenye mahitaji maalum chama chetu cha ukombozi wa umma endapo watatuchagua na kutupa kura za ndio ifikapo tarehe 29. Leila Hamisi, Sunet TV.